katika kwa sisi tunayoandika umuhimu wa nguvu ya Roho Mtakatifu, umuhimu wa nguvu ya Roho Mtakatifu, umuhimu wa nguvu ya Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume 1 na mstari wa 8, Biblia inasema nanyi mtapokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Umuhimu, Matendo ya Mitume 1 mstari wa 4 anasema msitoke hapa Yerusalemu mpaka mviko uwezo wa nguvu ya Mungu tokao wapi? Juu. Bwana asifiwe sana. Basi tunapoanza ujumbe tunaanza hivi, kabla ya kwako naandika, kabla ya wanafunzi hawajapokea Roho Mtakatifu walikuwaje? Tuone. Kabla ya wanafunzi hawajapokea nguvu ya Roho Mtakatifu walikuwaje? Swali linauliza, Roho Mtakatifu ni nini? Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Mungu. Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Mungu. Roho Mtakatifu alikuwepo katika maeneo mbalimbali. Jambo la kwanza, Roho Mtakatifu alihusika katika uumbaji. Biblia inasema hapo mwanzo, Roho wa Bwana alitua katika vilindi vya maji. Ndipo Mungu akaanza kusema iwepo nchi kavu na vitu vingine. Kwa hiyo Roho Mtakatifu alihusika katika uumbaji. Jambo la pili, Roho Mtakatifu alimleta Yesu duniani. Kwa hiyo Roho Mtakatifu alimleta Yesu duniani. Kwa sababu tunaposoma Biblia inasema alizaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanafunzi wa Yesu kabla hawajapokea Roho Mtakatifu walikuwa hivi. Moja, walikuwa na mioyo mizito. Wanafunzi wa Yesu walikuwa na mioyo mizito. Walikuwa na uzito katika mioyo yao. Walikuwa na uzito wa kutokuelewa mambo ya Mungu. Walikuwa na uzito wa kutokufahamu mambo ya rohoni. Bwana atusaidie. Maandiko tunayapata katika Marko 6:52. Walikuwa na mioyo mizito. Kabla hawajapokea Roho Mtakatifu walikuwa wazito kuyafahamu mambo ya Mungu. Mambo ya Mungu hayatambulikani kwa akili ya kibinadamu tu. Mambo ya Mungu yanatambulika katika roho, kwa sababu ni ya rohoni. Sema amina. Sema amina. Jambo la pili, walikuwa waoga. Wanafunzi wa Yesu kabla hawajapokea Roho Mtakatifu walikuwa na roho ya uoga. Walikuwa waoga. Maandiko tunayapata katika Mathayo 26:56. Wakati Yesu alipokamatwa wote wakakimbia. Walikuwa waoga kwa sababu nguvu ya Roho Mtakatifu haipo juu yao. Kwa hiyo hapo tunaongelea namba moja, kabla ya wanafunzi wajajazwa Roho Mtakatifu walikuwa ni watu wa namna gani? Watu wanapokufundisha Roho Mtakatifu, kabla hujajazwa Roho Mtakatifu na utakapopokea Roho Mtakatifu utakuwa ni mtu wa namna gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi hasa kwa kizazi cha leo wanaona Roho Mtakatifu aliishia tu pale kwa mitume, kwa kanisa la mitume. Hapana, Roho Mtakatifu yupo hata leo, hata kesho, mpaka mwisho. Amina. Jambo la tatu, wanafunzi wa Yesu walikuwa na mashindano. Walikuwa na hali ya kushindana. Walikuwa na mashindano wao kwa wao. Unajua watu ambao hawajapokea Roho Mtakatifu wana hali ya kushindana. Walikuwa na mashindano wao kwa wao. Mathayo 16 mstari wa 7 na wa 8. Wanafunzi walikuwa na mashindano
mashindano, wanashindana wao kwa wao. Ni kama Wakristo, watu wa Mungu ambao bado hawajajazwa Roho Mtakatifu, wana hali ya kushindana. Nani akafanya usafi kanisani? Nani ataenda kuhudumia kanisa? Wana hali ya kushindana. Mimi nilifanya jana, mimi nilifanya juzi, mimi nilifanya mwaka mpya. Wana hali ya kushindana. Kanisa, Bwana Yesu atusaidie. Kabla hawajapokea Roho Mtakatifu walikuwa na mashindano, walikuwa wanashindana, maana walikuwa katika hali ya yani hali ya kimwili. Namba 4 na mwisho, niondoke eneo hili. Namba 1, hawakumtambua Yesu. Wanafunzi wakati huo, kabla hajajazwa Roho Mtakatifu, hawakumtambua Yesu, hawakumtambua kabisa. Hawakumtambua Yesu ni nani. Maandiko tunayapata katika Mathayo 16:13 na kuendelea. Utaona Yesu anawauliza watu kule, wananitambuaje? Mwingine akasema wanakutambua wewe ni Yohana, wewe ni Yeremia, wewe ni nabii, wewe ni mmoja wa nani? Lakini Petro akasema hapana, wewe ndiye Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Lakini wengine hawakumtambua, na ndivyo ilivyo leo. Tunasema tuko duniani hapa, watu wengi hawamtambui Yesu. Hawamtambui Yesu ni nani, hawamtambui Yesu ni nani kwao. Wengine wanaweza kumtambua Yesu ni mponyaji, kwa sababu nilipokuwa mgonjwa Yesu aliniponya. Ni sawa, utakosea. Lakini kuna kiini cha kumtambua Yesu ni nani. Yesu ni nani? Yesu ni nani? Hatuwezi kumtambua Yesu kiakili. Hatuwezi kumtambua Yesu kama tunavyotaka sisi. Hapana. Kwa sababu Petro alisema wewe ndiye Kristo. Yesu akamwambia sio damu na nyama vinavyoweza vikakufunulia mambo haya, sio damu na nyama. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Hicho ni kipengele namba 1. Tunaangalia namba 2. Andika namba 2 kubwa. Walipojazwa Roho Mtakatifu wakawa watu wa namna gani? Wanafunzi walipojazwa Roho Mtakatifu wakawa watu wa namna gani? Andika hivyo. Wanafunzi walipojazwa Roho Mtakatifu wakawa watu wa namna gani? Hebu tufundishane. Walikuwa kwa manabii, Roho Mtakatifu alikuwa kwa makuhani, Roho Mtakatifu alikuwa kwa wafalme tu, inatosha. Watu wengine walikuwa wanaishi bila kuongozwa na Roho Mtakatifu, ilikuwa inatosha. Ukisoma Yoeli 2:28, Biblia inasema nyakati za mwisho nitamimina Roho juu yao kwa watu wote, wanaume na wanawake watatabiri. Kila mtu atajazwa Roho Mtakatifu akiamini. Sema amina. Moja katika eneo walipojazwa Roho Mtakatifu, waligeuzwa kuwa watu wengine. Walipojazwa Roho Mtakatifu, namba 1, wakageuzwa kuwa watu wengine. Waligeuzwa kuwa watu wengine. Andiko nalipata katika Samueli wa kwanza 10:6. Roho wa Bwana akawajilia juu yao, akawageuza kuwa watu wengine. Bwana Yesu atusaidie sana. Naomba ile andiko tulisoma, saidia kusoma Samueli wa kwanza 10:6. Roho, hapa ndipo tunapojifunza Roho Mtakatifu umuhimu wake. Roho Mtakatifu atugeuze, atufanye watu wengine. Roho Mtakatifu atugeuze, Roho Mtakatifu atubadilishe. Tulikuwa na tabia zetu za asili, sasa tumepokea Roho Mtakatifu. Lazima atugeuze tuwe watu wengine.
tunageuzwa, tunakuwa watu wengine, tunabadilishwa. Utu wetu wa ndani unakuwa mwingine, tunakuwa watu wa rohoni. Tunaishi katika ulimwengu huu, lakini tupo katika ulimwengu wa roho. Tumegeuzwa kwa watu wengine. Roho Mtakatifu anatugeuza hata mpaka na fahamu zetu. Pigwa na mapepo na majini, lakini anapookoka ni mzee, lakini ukiangalia uso wake ni kijana. Ukiangalia uso, akina Koko hapa wana miaka 60 mpaka 70, lakini ukiangalia nyuso zao ni mabinti. Bwana Yesu atusaidie sana. Yuko mama moja, mama mchungaji, ana watoto 6. Hawa mama ambao wana mili ya maumbo mazuri madogo madogo. Kijana mmoja akaona akataka kumchumbia mama wa watu. Akataka kumchumbia na watoto 6. Na ni mama mchungaji. Halafu naye mchungaji akatulia. Kijana akaja, "Acha mchungaji, naona ninaona maono katika kanisa hili na nataka nimchumbie." Unaona mchungaji yupi? Ngoja utaenda kuonyesha baadaye tukienda kanisa. Akamwambia sawa. Bwana Yesu atumsaidie sana. Kwa hiyo baadaye alipomwona yule mama mchungaji, unajua sasa nyingine mama akaikula na kao. Akasema nilimwona hata kanisani alikuwepo. Sasa mchungaji, naomba basi niongee naye kwa sababu nataka tuongee mchumbie. Sawa. Akamwita na mchungaji akasema yako huyu. Sasa mama anasema kijana amesema ameona maono. Hiyo inaonyesha ni nini? Mungu tulipookoka tukajazwa Roho Mtakatifu, hatuchakai. Mwambie mwenzako hauchakai. Ichapo utu wetu unachakai, utu wa ndani. Hapa kuna watu wazima ati hawachakai, wako vizuri. Tena hata kiafya, damu na nyama wako vizuri. Wengine wanaweza wakachumbiwa mara 4 kwa sababu ya uzuri wa Yesu. Yesu amekufanya kuwa mtu mwingine. Yesu amekugeuza. Yesu amekufanya wewe ni wa tofauti. Kanisa, Bwana Yesu atusaidie sana. Umeona umuhimu wa Roho Mtakatifu? Umeona umuhimu wa Roho Mtakatifu? Watu kule duniani wamechakazwa. Watu wamechakaa. Wamepigwa na shetani. Wamepigwa na dunia. Wamepigwa, wamechakaa. Watoto wadogo ukimwangalia unamwambia shikamoo, kumbe ni mdogo wako wa 4. Mdogo wako wa 4 unaenda kumwambia shikamoo. Jamani, Bwana Yesu atusaidie sana. Yes, Roho Mtakatifu anapokuwepo kwetu anatugeuza. Tunakuwa watu wengine. Saa nyingine unaweza usijitambue. Kuna wakati unashindwa hata kujielewa. Wewe ni mtu mwingine. Wewe sio mtu wa kawaida. Wewe ni mtu mwingine. Hilo ndilo jambo la kwanza. Roho Mtakatifu alipokuja aliwageuza wanafunzi wakawa watu wengine. Jambo la pili, walipojazwa Roho Mtakatifu. Jambo la pili, wanafunzi wakawa na ujasiri mkubwa wa kulinena neno la Mungu. Wanafunzi wakawa na ujasiri mkubwa wa kulinena neno la nani? La Mungu. Wana ujasiri kama simba. Wana ujasiri, hawaogopi. Matendo ya Mitume 2:14 na kuendelea. Walipojazwa wakawa wajasiri. Kumbuka wamekamatwa, tena wamepigwa fimbo, wakaambiwa msinene maneno ya mtu huyu, wala msihubiri habari za mtu huyu.
Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu mshike mwenzako mkono, mwambie pokea ujasiri. Mshike mkono, mwambie pokea ujasiri. Ujasiri ni nini? Ujasiri ni hali ya kutokuogopa. Ukisoma katika Timotheo, Paulo anamwambia Timotheo, hatukupokea roho ya uoga, bali tumepokea roho ya nini? Ya ujasiri. Sema amina. Sema amina. Mlokole lazima uwe mjasiri. Haleluya. Kanisa la Yesu, haleluya. Wakikwambia usiseme yes, wanakupiga kama hapa kabila letu ili ambalo linapenda kupiga watu ovyo ovyo. Wanakutandika usiseme yes, wakikuacha wanasema yes. Tadeu. Haleluya. Yaani wakikuacha sekunde moja unamsema yes. Unajua Biblia inasema vizuri sana, mkinionea haya mbele za watu, nami nitawaonea haya mbele za Baba yangu. Sasa si lazima nimseme Yesu, lazima niseme kwa ujasiri. Usimwogope mtu, usiogope mtu yeyote, hata kama ana ngohola ni za kwake, na ngohola haiwezi kumwokoa kwenye akiingia jehanamu anakwenda na pesa tunakula. Unafikiri akipa pesa si tunakula? Haleluya. Mwambie usimwogope, wala usitetemeke na kitu chochote. Biblia inasema wakapata ujasiri wa kulinena neno la nani? La Mungu. Na kwa siku moja na kwa masaa watu 1000 ngapi wakaokoka? Watu 3000 kwa masaa matatu. Yaani kwa dakika chache watu 3000. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Huo ujasiri ni wa Roho Mtakatifu. Mtu aliyejazwa Roho Mtakatifu lazima anakuwa mjasiri. Hutaogopa mtu yeyote, hutaogopa yeyote, wala hutamwonea mtu haya, utamwambia ukweli. Maana Biblia inasema mwambie Israeli dhambi yake, iseme mwambie ukweli. Usipoacha jamani, ndugu yangu, jehanamu inakuhusu. Amen. Haleluya. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe sana. Walipojazwa Roho Mtakatifu wakawa na roho ya ujasiri. Uoga ni kitu kibaya sana. Uoga ni kitu kibaya sana. Uoga ni kitu kibaya. Na ndio maana kwenye Ufunuo waoga na wasioamini umehukumiwa. Waoga una dhambi, lakini kwa sababu ya uoga wa kutokumsema Yesu unahukumiwa. Uoga wa kutokumsema Yesu unakusababisha kuhukumiwa. Wewe mseme Yesu. Sema amina. Sema amina. Watu wa Mungu, sema amina. Uoga ni mbaya. Baba yako hata kama amekusimamia na rungu, anakuambia nenda kaniletee sigara, na mwambia siende. Wewe mtoto nimekuzaa, wewe unafikiri umeshuka hapa, nenda kalete sigara. Kwa uoga unaweza ukaenda unampendeza baba yako, na Yesu akija ukiwa umeshika sigara inakuaje? Hebu tuangalie, hebu tuone hapo. Unaleta sigara alafu Yesu anakuja. Haya, unabaki na sigara unashangaa. Uoga wako unamwambia siendi. Lakini kama ni kwenda kukuletea mikate, nenda kuleta mikate yote unaotaka. Bwana Yesu atusaidie. Lakini kwa hili siendi. Kwa sababu kuna wababa wengine ni wasome wa maandiko. Anasema Biblia sinasema watii baba yako na mama yako. Mwambie hivi ni sawa, imesema ni watii, lakini mwishoni alimalizia ni watii katika mema. Ni watii wazazi wangu katika mema. Sio kila kitu nitii. Kwa hili baba samahani, siendi, sisemi sera na kwa hili baba siendi, lakini kwa jambo lingine niko tayari kwenda. Jamani, Bwana Yesu atusaidie. Walipojazwa Roho Mtakatifu wakawa wajasiri. Kwani sasa hivi watu wanatushangaa kwa jinsi ambavyo tunajua
Kuna watu kabla tujaokoka huwezi kusimama hapa, hata kusalimia unashindwa. Si kweli? Mchungaji siku moja fanya mazoezi, washirika wako waite moja moja alafu wasalimie. Wengine wanashindwa, watakuja huku Bwana Yesu na asifiwe. Sema amina. Na kuna watu wengine hawezi kusimama mbele ya watu hata siku moja. Wengine niliwahi kumuona mahali fulani alikaribisha kusalimia na mbele, Bwana Yesu asifiwe. Sasa nani yuko huku juu? Bwana tusaidie sana. Sawa, watazama juu aliko Yesu, sawa. Lakini tunatakiwa tutazamane macho kwa macho. Nataka tutazamane macho kwa macho. Elimu inasema ukitaka kujua watu wanakusikiliza, waangalie macho. Tazama macho kwa macho. Na kwa macho unapokea ujumbe. Kwa macho wewe ndio unapokea ujumbe. Sema amina. Kwa hiyo ujasiri tumeuona. Watu wengine hawana uwezo kusimama mbele ya watu kabisa. Uoga ni kitu kibaya. Siku moja mtu mmoja, jamani vijana tujifunze ujasiri. Mwenyekiti wa vijana afundishe watu ujasiri. Sasa huyu binti anamfungulia mchumba wake nini? Soda. Anafungulia mgongo mchumba wake. Naona atakuchumba soda mbele ya mchumba. Jamani, Bwana Yesu atusaidie sana. Woga ni mbaya. Woga ni mbaya. Woga sio tabia ya Mungu. Woga ni tabia ya shetani. Sema amina. Jambo la tatu niondoke. Walipojazwa Roho Mtakatifu walimtambua Yesu. Walipojazwa Roho walifanyaje? Wakamtambua Yesu. Wakamtambua Yesu. Tunasoma katika Yohana 46, 48 na kuendelea. Hapa tunaona ya kwamba jana yake watu walikula mikate. Wakala mikate. Yesu alipovuka ng'ambo ya ziwa, watu walimfuata kwenda huko. Yesu akawaambia hivi, hamtanifuata mimi, mmenifuata kwa sababu mmekula mikate. Lakini leo hii hakuna mikate. Leo mtakula nyama yangu na leo mtakunywa damu yangu. Watu wakaanza kusema, sasa inakuaje? Hatujawahi kula nyama ya mtu, hatujawahi kunywa damu ya mtu, sasa inakuaje? Biblia inasema watu wakaanza kuondoka moja moja. Watu wakaanza kuondoka moja moja. Watu wakaanza kwenda moja moja. Wakabaki wanafunzi wachache tu. Yesu akawauliza wale wanafunzi, na ninyi mwataka kwenda? Mmoja kati ya wanafunzi anaitwa Petro. Petro akajibu akasema, twende kwa nani? Na wewe unayo maneno ya uzima. Sio chakula unayo maneno ya uzima. Bwana Yesu atusaidie sana. Naomba kukuuliza swali. Wewe unamfuata Yesu kwa sababu gani? Unamfuata Yesu hapa kwa sababu gani? Ukiulizwa swali kwa nini umeokoka, unaweza kujibu. Watu wengi wanaanza kusema mimi nimeokoka kwa sababu watoto wameenda kanisani. Kwanza aseme nimeokoka, nipo kanisani kwa sababu nilipoombewa nilipona. Kwa hiyo huna sababu kumfuata Yesu. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu atusaidie sana. Wakamtambua Yesu. Na hapa ndipo palipo na kazi kubwa. Jinsi ya kumtambua Yesu. Yesu hatuwezi kumtambua kama hayupo Roho Mtakatifu. Narudia. Yesu hatuwezi kumtambua kama hayupo Roho Mtakatifu. Hatuwezi kumtambua Yesu. Yesu anatambulikana katika Roho. Yesu ni Roho, naye yupo katika Roho, na walioko rohoni watamtambua.
watamtambua, walioko rohoni watamtambua. Jamani, Bwana Yesu atusaidie sana. Hizi ndizo walipojaa Roho Mtakatifu wakamtambua Yesu. Wanasema sasa tuende kwa nani? Hebu mshike mkono mwenzako, mwambie sasa tuende kwa nani? Mwambie ati hajakuelewa. Sasa tuende kwa nani? Twende kwa nani sasa? Tusipokaa kwa Yesu twende kwa nani? Twende kwa nani sasa? Wakati uliopo kwa sasa twende kwa nani? Watu wote walirudi manyumbani, lakini Petro akasema twende kwa nani? Twende kwa nani? Tusipomtambua Yesu twende kwa nani? Tusipomtambua Yesu, wa mama zangu, twende kwa nani? Twende kwa nani sasa? Twende wapi? Haleluya, haleluya, watu wa Mungu. Namba 4 na ya mwisho nitoka ndio kipengele hiki. Mungu aliwatumia kwa viwango visivyo vya kawaida. Matendo ya Mitume 19:11. Biblia inasema Mungu alifanya miujiza mingi kwa mikono ya Paulo, kwa sababu nguvu ya Roho Mtakatifu ilikuwa juu ya Paulo. Mungu aliwatumia wakafanya miujiza mingi, sio ya kawaida. Na Mungu hawezi akatutumia sisi kama hatuko rohoni. Haleluya, kanisa zima, haleluya. Kanisa la leo tunachokihitaji kwa nguvu kubwa ni ujazo wa nguvu ya Roho Mtakatifu. Haya mambo manne tu yatutosha. Haya mambo manne yatutosha.